Enzi mpeni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza na mamlaka. Lisifiwe, litukuzwe, limidiwe jina lako Bwana wa mabwana, ambalo limejaa neema na rehema. Yesu mwokozi wetu na mfalme wa wafalme. Asante Baba kwa pendo lako, asante Baba kwa neema yako katika wakati huu na katika saa hii. Uhimidiwe Mungu wetu, mfalme wa wafalme, Baba wa rehema zote, ambaye ni mwaminifu. Lihimidiwe, lisifiwe jina lako, likatubariki tena na kutuongoza katika wakati wote kwa mambo yote. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, bariki msikilizaji huyu, mtazamaji huyu, bariki na kuiponya nafsi yake na maisha yake. Yabariki maisha yake, yajaze furaha, yajaze amani, yajaze neema wakati wote, siku zote, kila wakati na kila saa. Litukuzwe, lisifiwe na kuhimidiwa sana sana jina lako Mwokozi. Mungu wangu, mfalme wangu na Baba yangu, asante kwa ajili ya pendo lako Mungu mwenye pendo na uweza. Asante kwa ajili ya fadhili zako Mungu mwenye fadhili na rehema, katika jina lako Yesu Kristo. Bwana akubariki wewe, Bwana akuinue, Bwana akuwezeshe na kuyashangiliza maisha yako. Vikwa nguvu za kuendelea kumtumikia Bwana Yesu. Ufalme wa Mungu kwanza, tanguliza ufalme wa Mungu kwanza, na mengine Yesu amesema tutazidishiwa. Amina, amina, na iwe hivyo. Bwana akubariki, akutulize, akufariji, akuwezeshe katika uweza wake. Amen, haleluya. Tunaendelea kuona neno la Mungu linalotuelekeza sana sana juu ya imani. Imani katika Yesu, imani ya Yesu, imani. Kuna jambo kubwa hapo, kwa sababu Biblia imeongelea sana jambo hili. Imani katika Yesu. Waebrania 11. Waebrania sura ya 11, naanzia mstari wa 3. Anasema kwa imani twafahamu. Kwa imani twafahamu. Tunafahamu nini? Kwamba kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhaniwa, vilivyo dhahiri. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Japokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, akatoka ende mahali pale atakapopata kuwa mrithi, akatoka asijue aendako. Haleluya. Inaendelea kueleza kwa imani parefu sana. Tutaendelea. Bwana Yesu nakubariki sana. Hapa inaelezwa imani. Kwa hiyo mambo mengi ameeleza sadaka, ameeleza uumbaji, ameeleza usikivu, kuisikia sauti ya Mungu na kuchukua pendo
la imani au utekelezaji, imani lazima ihusike. Tuanze na hapo, anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tunavyoviona. Kwa hiyo bila imani ndio ile inakuja sasa, wanaweza wakainuka wasomi wanaosema hapana, mnatuletea udanganyifu ninyi wahubiri, ninyi wachungaji, ninyi maaskofu, ninyi watumishi wa Mungu, mnatuletea habari zisizo sawa. Kwa hiyo watasema vinginevyo, watu watasema vingine kwa sababu ya elimu zao, kwa sababu ya maarifa walio nayo. Lakini Mungu ameyatupilia maarifa ya kidunia, ameyapuuza. Hekima ya dunia katika Biblia anasema Mungu ameipuuza kwa sababu inapingana na hekima yake na mapenzi yake. Anasema tuna uhakika katika imani kwamba tunavyoviona na tusivyoviona vimeumbwa. Kwa njia ya imani tunaamini ulimwengu umeumbwa, na hivyo vitu tunavyoviona vimeumbwa. Ndivyo tunavyoamini, ndivyo tunavyojua, ndivyo ilivyo. Tunaamini. Hapa pana jambo kubwa sana, kuamini kwamba tunavyoviona na tusivyoviona vimeumbwa na Mungu. Kwa hiyo hivyo pia tuamini kwamba Mungu yupo, uumbaji wake, matendo yake na uweza wake. Kwa hiyo kwa imani tunaamini uumbaji kwa imani. Uumbaji hatuwezi tukauamini hivi hivi, lazima ihusike imani, lazima imani ihusishwe. Bila imani ndipo inaanza malumbano na mapishano na udanganyifu kuenea. Imani ndio inaweza kuthibitisha juu ya uumbaji. Imani ndio inaweza kuthibitisha. Imani katika jina la Yesu ndio inaweza kutuhakikishia juu ya uumbwaji, juu ya Mungu kuumba. Haleluya sana. Imani, kwa imani katika jina la Yesu tunajua vyote vimewekwa na yeye, vimeumbwa na yeye na si vinginevyo. Asifiwe sana Mwokozi milele na milele. Twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa, na uliumbwa kwa neno, hata vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, kwamba havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Tunajua kwamba ulimwengu hujafanywa kwa vitu vilivyokuwa vikionekana, kwa sababu ni neno. Mungu alisema iwe, afu vikaumbika. Ndivyo tunavyojua. Ikija jambo lingine hapo, basi ni uzushi na tutamkosea Mungu. Anakwenda hatua ya pili, anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo imani, hata utoaji wa sadaka, tunatoa sadaka kwa imani, tunamtumikia Mungu kwa imani. Katika eneo la sadaka tunakwenda kwa imani. Watu wengine wanakuwa waoga kutoa sadaka, au wanakuwa na hofu, au wanakuwa na upingamizi wa ndani. Shetani anapinga sana watu kutoa sadaka. Naweza nikakueleza habari ya kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu, kaanza kufikiri, ukaona mawazo yanakuwa mengi, mashaka. Adui pia anapita hapo na kujaza mashaka, unashindwa kutoa sadaka. Unaanza kuwaza kile, unawaza vitu havipo. Yeye huyu alitoa kwa imani. Usipotoa sadaka kwa imani, hiyo sadaka haiwezi kufanya kitu. Inakuwa ni kama mchango tu, inakuwa ni kama tu kitu umetoa. Yani ni kama umetupa. Lazima kila tufanyacho tufanye kwa imani. Lazima kila tunachokifanya tufanye kwa imani. Angalia Warumi 14 mstari ule wa mwisho wa 23. Warumi 14:23. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa. Akila anasema, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Na kila tendo lisilotoka katika imani, Biblia inasema ni dhambi. Ukienda ibadani bila imani ni dhambi. Ukitoa sadaka bila imani ni dhambi. Ukila chakula bila imani ni dhambi. Ukifanya jambo lolote mbele za Mungu bila imani ni dhambi. Hata unaponisikiliza alafu uniamini, kama una mashaka na mimi,
Maanake uko dhambini. Ni bora uache kunisikiliza, ukasikiliza watumishi wengine pengine unaona, au ukafanya kitu kingine. Amen. Shalom. Natamani sana watu wengi wasikie, waelewe. Lakini sasa kama unisikili kwa imani kulingana na mujibu au kwa mujibu wa Biblia, ni kwamba usiponisikiliza kwa imani, usiponikubali ninachokuletea, vyote ninavyokuletea ambavyo ni vema, vina mapenzi ya Mungu, vinatoka ndani ya Biblia, usipovipokea, maana yake uko dhambini, uko unatenda dhambi. Kwa hiyo anasema lolote tunalolifanya, tendo lolote, jambo lolote, litoke ndani ya imani, liwe na linahusika na imani. Anasema hata hivyo Abeli alimtolea Mungu sadaka, alimtolea kwa imani. Hakumtolea tu hivi hivi, lakini alimtolea kwa imani. Kwa imani Habili, Kaini na Habili kule kitabu cha Mwanzo, alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani alimtolea. Kwa hiyo anasema, Biblia inasema kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Ana haki. Naona imani inasababisha haki ije. Tunaokolewa kwa neema, tunahesabiwa haki kwa imani, tunahesabiwa haki kwa neema, lakini pia tunahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu, lakini imani pia ihusike, kwa sababu usipoamini juu ya kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, usipoiamini damu ya Yesu kwamba ndio utakaso, ukombozi wako, kisha kazi, hamna kitu, unabaki bure, hauwezi kuokolewa. Nuhu, sijui Rahabu, yule kahaba, ni imani ilifanya kazi. Uponyaji ambayo Yesu alifanya kwa wengi, kilichohusika ni kitu kinaitwa imani. Kwa imani. Shalom sana, shalom milele. Imani ndio iliyotenda, ndio inayofanya. Kwa hiyo hata sadaka ni kwa imani. Anasema kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Ijapokuwa amekufa angali akinena. Ile sadaka bado inaongea, ile sadaka bado inanena, ule uhai wake ambao ulikuwa katika imani, maisha yake ambayo yalikuwa katika imani, yale maisha yake bado yanaongea, yale maisha yake bado yanaishi. Kwa hiyo vitu tukivifanya kwa imani vinakuja kuwa msaada, hata kama hatupo duniani. Kwa wengine vinabaki kuwa msaada, na kwa yule mtu kwa roho yake vinashuhudia. Ona mpaka leo tunazisema habari za mtu wa kale kabisa, mwanzoni kule, mtu wa kale zamani sana, Habili ambaye alifanya kwa imani, Ibrahimu ambaye alifanya kwa imani, Nuhu ambaye alifanya kwa imani. Leo tunawakumbuka watu watenda dhambi, kina Rahabu mwizi pale msalabani, kwa imani. Imani inatenda, imani ina nguvu. Haleluya sana. Kwa hiyo ni jambo la pili, nasema hata utoaji sadaka ni kwa imani. Anakwenda jambo lingine, anaeleza pale mstari wa 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Kwa hiyo imani ilisababisha kuhesabiwa kwamba amefaa, kwamba anampendeza Mungu, kwamba amestahili. Kwa nini? Kwa sababu yeye alifanya yapendezayo mbele za Mungu, akahesabiwa haki, hata akapata neema ya kupaa. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimuhamisha. Imani inatenda mambo makubwa. Akahesabiwa haki, akahesabiwa kuhamishwa, akapata neema ya kipekee. Henoko nini? Imani. Kwa hiyo hata Mungu anatenda jambo kwetu. Naona hapa Mungu alitenda hili kupitia imani yake aliyokuwa nayo. Mungu akamfanyia mambo makubwa, muujiza mkubwa, imani. Anakwenda jambo lingine pale, mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Yaani pasipokuwa na imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Imani ndio inayosababisha Mungu afurahi kwetu, atukubali,
atutendee jambo. Ni imani katika Yesu Kristo Bwana, ni kwa imani katika Yesu Kristo Bwana. Kwa hiyo inasababisha Mungu apendezwe. Hatuwezi kwenda na kumpendeza Mungu bila imani, kwa maana mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Unapoomba, unapomwendea Mungu, unapomkimbilia Mungu, lazima uwe na imani kwamba huyu Mungu ninayemwendea anaenda kunibariki, kunifanikisha, anasikia maombi yangu, anasikia maombi yako, anaona na anaweza kufanya. Lazima uende kwa imani ili upokee baraka, ili upokee thawabu, ili upokee malipo mema. Lazima uende kwa imani. Tunapoenda ibadani, tunapokaa kwenye ibada sasa hivi unavyosikiliza, hii ni ibada. Lazima ukae kwa imani, usikilize, uamini, uchukue hatua. Ni kwa imani. Jambo lolote tunatakiwa kulifanya, kulitenda kwa imani, ndipo matunda au matokeo mazuri yatakuja. Haleluya! Anasema haiwezi kumpendeza Mungu, hatuwezi kumfurahisha Mungu pasipokuwa na imani. Itakuwa ni kazi bure. Ndivyo ilivyo. Mstari wa 7 anasema jambo lingine, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu alikisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Mrithi wa haki. Kwa hiyo urithi wa haki unapatikana kwa njia ya imani. Urithi wa haki, ili turithi haki yetu, ni kwa imani. Ili tuwe warithi wa mbinguni, lazima imani ihusike. Lazima tuende kwa imani. Anasema kwa imani. Huyu Nuhu, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa, Mungu alimuonya kwa mambo ambayo huwezi kutarajia, lakini kwa sababu ya imani yeye aliamini. Ingekuwa mwingine pengine kwamba wengine walikatana, kwa sababu hata Nuhu alihubiri, na hata sasa hivi mahubiri yanahubiriwa, injili inahubiriwa, lakini wengine hawaamini. Nasema huyu kila siku anasema Yesu anarudi. Mbona miaka inakwenda hatuoni? Mbona ilikuwa hivi? Mbona basi hakuna kilichobadilika? Watu wana visingizio vingi, watu wana ubishi mwingi. Nuhu alipoambiwa kwa mambo ambayo hayaonekani, hayajatarajiwa, yeye aliamini, akachukua hatua ya kufanya, akafanya kulingana na sauti aliyoisikia. Kwa hiyo sauti tunapoisikia, inapaswa tuchukue kitendo cha imani, tuchukue hatua ya kufanya, ili tutende yale mapenzi ya Baba, tusije tukayatenda mapenzi ya kwetu, tusije tukawa wakaidi. Nuhu akiisha kuonywa, akaonyeka. Mungu analeta maonyo kupitia watumishi, wainjilisti, parishweka, mitume, manabii, walimu, wachungaji. Mungu anatumia watumishi wake. Mungu anatumia mwanadamu kuleta maonyo kwa mwanadamu. Mungu anasema na mwanadamu kupitia mwanadamu, au kupitia njozi, ndoto, kupitia malaika. Mungu anasema nasi kwa Roho yake Mtakatifu. Mungu anasema nasi. Inatupasa tutii, tuchukue hatua, tusikilize kwa makini na tuchukue. Tuache kudharau na kupuuza mambo. Tuzingatie, tuwe makini na tuende kwa mapenzi ya Mungu. Anasema huyu akasikiliza, akachukua hatua, na hivyo akahesabiwa haki, kuwa mrithi wa haki, au akahesabiwa kuwa ana haki kupitia imani. Kwa hiyo kupitia imani aliwezeshwa, au alifanywa akapata haki, akawa mrithi wa haki. Haleluya milele. Liko jambo lingine mstari wa 8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Hakujua anaitiwa wapi, anaendaje, hakujua mambo yakoje. Ni jambo nikisema ni kama giza fulani, lakini kwa imani njia inaonekana. Kwa macho ya kibinadamu ni giza, kwa macho ya kibinadamu, kwa ufahamu wa kibinadamu ni taabu sana kuelewa, lakini yeye alielewa. Imani itatupa uhakika wa kwenda. Hatuoni chochote, hatuna chochote.
Kwa imani tunakwenda, kwa imani utakwenda na utafanikiwa. Ibrahim akafanikiwa sana kwa sababu alitii sauti ya Mungu, kwa sababu alikubali. Kwa hiyo kwa imani Ibrahim alipoitwa akaitika, akaenda. Hajui ni wapi, lakini pale patakapokuwa, kwa sababu ameambiwa na Bwana na anaamini ni sauti ya Mungu, ni agizo la Mungu, yeye akachukua hatua, akaenda na akapata mibaraka mikubwa. Utakumbuka kitabu cha Mwanzo kinaeleza sana jinsi ambavyo Mungu alimbariki, Mungu alimwongeza, na miujiza mikubwa na mambo mengi yalitendeka kwa sababu ya kuweka imani katika Yesu. Nami nasema mimi na wewe tuweke imani. Hatujui ya kesho, hatujui, na Yesu anasema tusisumbukie ya kesho, kesho itajisumbukia yenyewe. Tutembee kwa imani. Tunafanya kazi, unafanya kazi, unaendelea kujishughulisha, weka imani kwenye kujishughulisha kwako. Iwe ni kazi ndogo, iwe ni biashara ndogo, iwe ni jambo lilo dogo, weka imani kwamba Bwana atalikuza. Na unapoendelea kusikia habari za neno la Mungu, endelea kuweka imani na kwamba Yesu yu karibu kurudi. Endelea kuweka imani kwamba unatarajia, unahitaji na una imani ya kufika mbinguni. Lakini pia mahitaji ulionayo, weka imani kwamba unaamini Bwana Yesu anaweza kufanya, hata kuacha, hata niacha, hata tuacha. Yesu ni mwema, ni mwaminifu, anatupenda mno, anatupenda kweli kweli, anatupenda kabisa. Hawezi kunyamaza, hawezi kuacha, atatimiza mapenzi yake. Mwamini Yesu, weka imani zaidi katika Yesu. Endelea kuishi maisha ya imani, endelea kuishi maisha ya imani zaidi, maisha ya imani, maisha ya imani, maisha ya imani. Kwa hiyo kwa imani yanaweza kufanyika mambo makubwa, kama Nuhu ilivyokuwa, hata nyumba yake, ndugu zake wakaokolewa. Lile ambalo aliambiwa, alivyoweza kufanya baadaye, ndipo sasa wale waliokuwa wakimkejeli, wale waliokuwa wakimdhihaki, wale waliompuuza, ndipo sasa wakaona kumbe ilikuwa ni kweli. Mambo yashaharibika sasa, hiyo hawana la kufanya tena, wanahangaika. Basi tusije tukaishi maisha ambayo baadaye tutaanza kuhangaika, kukimbizana na kuteseka. Nafasi tunayo na neema tunayo, tuitumie neema vizuri kwa imani, na Mungu anaweza kufanya yote katikati yetu kwa imani. Kwa imani hata ile mikate michache ilishibisha watu 4,000, watu 5,000 walishiba watu wengi kwa mikate 5. Kwa samaki 2 watu maelfu vikawatosheleza. Imani inaokoa. Imani inatuthibitisha kuwa wenye haki wa kumiliki. Imani itakufanyisha mwaka utajenga hapo unapotaka kujenga. Nenda kwa imani kwamba mwaka huu unaenda kuanza ujenzi au nitaumaliza ujenzi. Nenda kwa imani kwamba mwaka huu utakuwa tofauti na wapekee, na utakuwa na mafanikio mazuri, utakuwa na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Weka tu imani, nenda tu kwa imani, simama tu katika imani kwa jina lake Yesu Kristo, na Bwana Mungu aendelee kukuvuta na kukuwezesha kwa uweza mkuu na kwa neema iliyo kuu katika jina la Yesu Kristo. Nasema mstari wa 11, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa kuwa aliamini kwamba aliyempa hiyo ahadi ni mwaminifu, atakayemtimizia. Kwa hiyo Sara akapokea kwa imani. Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na ujauzito, kwa sababu uwezo ulikuwa umeshaondoka, kwa sababu yeye tayari ni mzee, lakini kwa imani akaamini, ikawa. Mungu anaweza kubadilisha hata uzee, akatengeneza ujana hapo hapo, alafu akaomba jambo hapo hapo, na uzee ukaendelea na mambo mengine yakaendelea. Mungu anaweza yote. Amini, weka imani, ongezeka kuamini zaidi na zaidi. Yesu ni mwema, akubariki tele tele. Amina. Na kushukuru Mungu Baba kwa neno lako. Mungu, tunahitaji kuendelea kukuamini zaidi, kukujua zaidi, kukufahamu zaidi. Tufunulie kwa mapenzi yako. Asante kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Kwa imani tunashinda na tutashinda.
tuongezee imani Bwana Yesu. Roho Mtakatifu tujaze na kutufunulia kuyajua mapenzi ya Baba kila siku na kuenenda katika mapenzi ya Mungu Baba wakati wote, katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa sababu kwa imani tutayaweza mambo yote, tutashinda na zaidi ya kushinda, kwa utukufu wako Mungu uliye Baba, Mwokozi na Muweza. Naomba rehema na fadhili zako zikaendelee kututawalia na kutuwezesha katika jina la Yesu. Nami nakuombea mpendwa, nawe omba sasa, Mungu akujaze neema na hofu ikuondoke na mashaka kwa jina la Yesu. Juu ya hilo jambo, ikiwa ni tatizo, ikiwa ni haja ulio nayo, weka imani kwamba Yesu anaweza kukutimizia. Yesu anaweza kutimiza. Nguvu za Mungu ni kuu. Ikiwa Sara mzee alipokea muujiza ule, hata leo na sisi tunaweza kupokea muujiza hata zaidi ya ule wa Sara. Yawezekana, kwa sababu Mungu hapangiwi, hana mipaka, na tusimwekee mipaka. Yeye anaweza kufanya wakati wowote, saa yoyote, kwa majira yoyote, kwa hali yoyote. Baba, unaweza. Naomba fanya, naomba ruhusu kwenye maisha yetu. Tunaamini tunakwenda kushinda na zaidi ya kushinda. Tunatoka tulipokwama, tunatoka mahali tulipo katika udhaifu na unyonge. Kwa uweza wako najua tunakwenda kutoka, tunakwenda kusimama, tunakwenda kufanikiwa. Wewe ni muweza, unayewezesha, unayetenda. Mungu mkuu, tendaye makuu kwa uweza mkuu. Baba, asante kwa sababu umekusudia yaliyo mema, yaliyo makuu. Mfalme, Bwana wa majeshi, lihimidiwe jina lako, litukuzwe jina lako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu wote na nguvu zote ni za wewe Bwana. Nimesimama kinyume kabisa na nguvu zile za upingamizi zinazoleta kudhoofika na vitisho na mashaka, na viamuru kuondoka, kutoweka. Yesu mwenye pendo kuu, asante kwa pendo lako Baba. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Songa mbele na Bwana Yesu akuponye, na Bwana Yesu akujaze neema, akutetee. Ona ushindi, usishindwe. Hakuna kushindwa. Kwa imani tunashinda hata palipoonekana hapawezekani. Yesu, asante kwamba ndivyo ilivyo. Utukufu ni wako Bwana. Haleluya, amina. Mungu akubariki na kukujaza neema na rehema wakati wote. Karibu, endelea na kushirikiana nami. Karibu katika huduma hii. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel yangu hiyo ya Eli Mlinzi Mbise. Kama hujafanya hivyo, niombe fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Kumbuka kusubscribe hapo kwenye simu yako, anakuonyesha. Kumbuka pia kufuatilia, kuna namba tunazoziachilia hapo, namba ambazo ni kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya maombi na maombezi, kwa ajili ya